Karibu sana ndugu na dada msikizaji mahali popote ulipo. Ni mimi wenyu tena Medical Missionary Judith Nabwire, na kuletea kipindi cha afya. Wakati uliopita tuliongelea kuhusu mtiririko wa shida ya macho, general eye problem. Tukaona ya kuwa tunafaa tufanye vitu kadha wa kadha ndiposa ndio macho yetu yawe sawa, hata unapokuwa na shida ya aina gani. Kwa hivyo siku ya leo tunataka sasa tuwe specific. Pengine ninapoongea siku ya leo ninaongea na mtu ambayo ako na shida ya aina fulani ambayo nitataja hapa. Kuna watu wengine wanakuwa na shida wanapoangalia kitu, wana strain, wanakaza sana macho yao ndiposa ndio wapate kuona. Wanakuwa na shida sana kuangalia, ndio unakuta mtu anajaribu kufunga macho ndiposa ndio aone kile kitu, kiwe kiko karibu ama kiwe mbali. That is eye strain. Ni nini hii sasa kabisa inafanya mtu anakuwa na shida ya kuona mpaka anakaza macho yake, anajaribu kufunga, anajaribu kufungua, anajaribu kukaa kona fulani ndiposa aone. Pengine ninaongea na mtu kama huyo, na baada ya kufanya kitu kama hiyo, sasa ndio yale macho vile alikuwa anayakaza ndiposa apate kuangalia ama kuona, yanapata shida ya kustrain. Zile muscles ambazo zinakaa kando ya macho, anapofanya hivyo kwenda kucha kila wakati zinalegea. Ni nini hiki hakika ambacho kimelete shida kama hii? Tunaona ni kuchoka, fatigue. Hii mambo ya kuchoka hakika tumeongelea ya kuwa chochote kile ufanyacho tupate kufanya kwa kiasi. Lakini watu wengi wataniuliza, ama wale ambao wanaendelea kunisikiza, lakini huyu daktari anajua jinsi dunia inatukimbiza. Sasa mimi nifanye kiasi, nikule namna gani? Nifanye kwa kiasi, nipate school fees ya watoto namna gani? Nifanye kwa kiasi kazi, si nitakuwa masikini? Ndio utauliza maswali kama haya yote, lakini kulingana na afya ujue ya kuwa Mungu wetu yeye akiwa ndio daktari mkuu anatuambia chochote kile ufanyacho fanya kwa kiasi ndiposa ndio afya yako iwe nzuri. Utataka kupata hizi vyote, lakini mwishowe utaharibu afya ambayo itaniletea afya mbaya, na mwishowe nikatishe hata kutafuta kwangu. Hautakufa wakati huo, lakini sasa utalegea kabisa, utakaa pale kama gogo ambalo halifanyi chochote. Kwa hivyo tufanye kazi kwa kadiri. Poor diet, tuliongelea pale katika shida ya macho yoyote. Angalia kile chakula ambacho unakula. Na ndiposa nimesema katika TV na radio hizi ya kuwa hakika watu wengi sana tunakula kujaza tumbo. Hatuli ili tupate afya nzuri. Kama tungekuwa tunajipangia, tunaona ya kuwa hakika magonjwa mengi hayangetupata, sio ya macho tu. Ninapoongea hivi ninaongea na watu ambao kwao wamepanga.
tunapokuwa medical missionary, hakika ninapoenda, tunapotembelea watu, tunapohubiri injili ya Mwenyezi Mungu, hakika tunapofanya visitation, tunapokuwa macrusades, alafu tunakuwa na kipindi cha kufanya visitations, utakuta kuna watu wengine hakika wamebalance diet yao, wameandika timetable ambapo wanakula kulingana na wengi. Sasa watasema hao ndio wanajiweza. Sasa mimi nitaandikaje timetable? Hiyo ni mambo ambayo watu wanajiweza. Hapana, kile chakula ambacho tu uko nacho wewe sasa ndio hata tajiri kuliko wale watu ambao wako town. Wewe ambayo uko na chakula uko mashambani, usijiite ya kuwa wewe ni masikini. Wewe ndio tajiri kwa sababu vyakula vyako vinatoka direct kwa mchanga. Utakuta uko na maharage. Sasa wewe unataka kuniambie eti tajiri ni yule mtu ambaye ananunua maharage kwa supermarket ama anaenda sokoni? Supangie tu haya maharage yako ambao wewe ambayo uko kule mashambani. Uko na mahindi. Sasa wale tajiri wananunua nini? Si wanaenda sokoni wananunua mahindi, tena wananunua mahindi mabaya ambayo yamewekwa kemikali, yamewekwa kwa cereal board. Mengine yameoza mpaka yamepinduka, yako na sumu. Unakuta wanasema mahindi fulani imekuwa na oxoflotin ambao hakika imelete shida, watu wamekula wamekufa. Lakini wewe ambao uko katika mashambani, hakika mahindi yako, na wewe unataka kuiga watu wa town, eti wewe bwana umepata gunia 2 tu za mahindi, alafu nawe tena unaenda kwa duka unanunua dawa magunia 2, eti wewe unaweka sasa hizo gunia 2 dawa, unaiga sasa eti ndio ukue tajiri. Na imagine wengi hata mnakuwa na magunia 6, unaweka dawa, ujamaliza hata wiki 1 wiki 2 unaanza kuyala. Sasa uliweka dawa ya nini? Wewe mwenyewe uko kwa shamba, hayo mahindi yako unayakula tu bila kuweka dawa. Wengine walisema ya kuwa kuna magunia ambayo yamekuja ukifunga vizuri tu, zile vidudu havikuji, zile weevils hazikuji zile hiyo mahindi yako. Lakini tena tunapotembea, yani watu wamefanya utafiti, kuna hizi plastic containers hakika sasa hata ni nzuri zaidi kuliko yale magunia. Yale magunia tena tumefanya utafiti, tumeona ya kuwa yako na chemical, na hiyo ndio chemical tumeepukana na ile chemical ya kumwagilia. Yani angalia vile sasa dunia mahali inaenda. Sasa tena kumbe yale magunia mnasema hayana chemical, eti yako na chemical. Mbona usichukue tu kitu vizuri, ile kiplastic container, ukinunue tu ni cha maji, pengine kingine kiko na 200 liters. Ninaongea na wale watu ambayo ni small scale farmers. Sasa kuna wale ambao ni big scale farmers ambao watapeleka katika cereal board. Wacha nikwambie, ukifunika haya mahindi vizuri, hakuna wivu ambao itaingia na utakuwa na afya nzuri. Kwa hivyo nilikuwa ninasema nini? Unaweza kufanya timetable yako ya chakula. Usikuje ukawa na poor diet. Kama ni maharagwe umepata protein. Kama sasa ni mahindi, wewe bwana umepata nini? Carbohydrate. Pale wewe mboga uko nazo, that is vitamin. Na hiyo ndio inahitajika. Na katika vile vyakula kuna yale madini, kuna ndizi, iko na phosphorus. Unaona iko na phosphate. Umeona hayo yote ni madini ambayo inahitajika. Ukiona hata madini minerals kama sasa hiyo ambayo inakuwa sasa minerals ya vitamini A, hakika utakuta kwa mboga ambazo ni tofauti. Kwa hivyo tunaona yule mtu ambaye anakaza macho ndiposa ndiye apate kuona, ana strain macho, hakika tupate kula vizuri. Mambo ya overwork tuachane. Mambo tu ukisikia kitu kidogo itaribu macho yako, uanze kustrain.
unameza dawa. Eti nimesikia kichwa kidogo, umekimbilia kwa duka, ama siku hizi kuna chemist kila mahali, wewe unameza dawa ambazo hakika hujapimwa, waja kuprescribia. Wewe utaharibu macho yako, utaanza kukasakaza macho, ukiangalia vitu huoni vizuri, unafunga ukifungua. Alafu sasa yale macho ambayo yanakuwa na shida ya kukazakaza, polluted air, ndiposa ndio tunaona ya kuwa mahali ambapo tunakaa mazingara yawe mazuri. Na ndiposa ndio tunaquote kila wakati vitabu vya roho ya unabii ambavyo hakika tabiri ya kuwa siku za mwisho watu watatoroka katika miji mikubwa kwenda katika mashambani. Miji mikubwa imekuwa so much polluted, mahali watu ambao wako wengi, mazingara yale yawa yanaharibika, mazingara yale ni mabaya. Watu wamekimbilia mji. Kama sasa hapa Kenya ninaweza kusema miji mikubwa sana ambayo tumebaki nayo ni Nairobi, ambapo bado tuko na mafactories na industries. Na hata sasa dunia ingine nzima, angalia pale mahali ambapo kuna factories na industries, air inakuwa polluted. Unakuta watu wako na shida ya macho, wana strain kabisa, wanafunga na kufungua macho ndiposa ndio wapate kuona. Kwa hivyo Mungu wetu anasema ya kuwa siku za mwisho watu watakimbilia yani mashambani. Pale mashambani ukiona, hakika utakuta hakuna factories, hakuna industry. Watu ni kupanda miti ambayo inaleta mazingara mazuri. Watu ni kwenda shambani ndiposa ndio wapate. Na wacha nikwambie, kumbe shamba ndio iko na utajiri mkuu kuliko kukimbilia zile factory. Ndiposa ndio ninaambia wale vijana wetu ambayo sasa huwa wakimaliza shule wanakimbilia mijini, wanakimbilia magonjwa, wanaenda wanakaa katika milango za factories, industries. Unapochukuliwa ni miezi 3 tu, alafu tena contract inaisha, tena unasaini nyingine, uchukuliwe usichukuliwe. Lakini sasa pale penye unafanya kazi vumbi ni nyingi. Lakini Mungu wetu akaumba Adamu na Hawa, akawaweka katika shamba. Tunaona tumekosa tu a step. Ndiposa ndio unaona kama watu tungekuwa, ninaongea na wale watu wako katika mashambani, lakini watu wengi wametoka mashambani wameenda mijini. Na ukijikuta wewe bwana kwenyu ndio mijini, hakika sasa hapo sasa ndio kwenyu, hautaondoka. Lakini ujue ya kuwa pollution ni mingi kabisa. Kwa hivyo tunaona ya kuwa city living ni mbaya sana katika hii maisha yetu. Ninaongea na watu hata ambao wako katika Zambia. Ukiona pale Kitwe, mahali ambapo kuko na industry ya kopa, utakuta pale mazingara yameharibika. Uende pale Zimbabwe, uingie mji mkubwa wa Harare, utakuta ya kuwa pale hakika mazingara yameharibika. Uende pale Kongo, uingie Kinshasa, hakika utakuta ya kuwa pale hakika mazingara yameharibika. Na mara nyingi sana watu ambao wako na shida ya macho ya kustrain wanaelea ama wanakolea katika ile mali. Sasa unapokuwa na shida ya hii kufunga na kufungua macho, utafanya nini? Mungu wetu anatupa just very simple remedy. Anasema ya kuwa in the area in which you are, inatakikana kabisa iwe iko na mwanga wa kutosha. Unapokuta ya kuwa wewe ukiangalia kitu unafunga macho ndiposa ndio upate sasa kwa adjust ukione. Angalia mahali ambapo unaishi. Pale penye unaishi, ile nyumba, ile bedroom, kuna light ambayo inatosha. Wacha kuwe na mwanga ambao unatosha, isije ikawa giza. Jameni, mimi ninapokuwa ninatembea, hakika tukiwa missionary pale na hapa, unakuta katika nyumba zingine unaingia ni mchana lakini ni giza tupu.
Watu wengine wamejengewa madirisha lakini hawafungui madirisha. Yani ni giza, iwe mchana iwe usiku, ni giza tu. The house is not well lit. You have to light your place, your area. Unakuta mpaka watu wengine yani ni mchana lakini wanawasha bulb, which means pale hakuna mwanga wa kutosha. Kama tutapata mwanga natural, tutakuwa na afya nzuri. Iwe hata kwa bedroom, iwe hata ni sitting room, iwe hata yani macho yako hayata strain kuangalia. Eti tena uwashe bulb hata kama sasa sitima imetambaa kila mahali. Let the place be well lit. Jambo lingine kwa yule mtu ambayo anakuwa na shida. Unapokuwa katika mahali ambapo hakika kweli uko na mwanga, lakini unakuta zile bulbs ama zile tubes zinazima zikiwaka, zinazima zikiwaka, zinazima, flickering tubes, jua ya kuwa utakuja kukua na macho ambayo unakaza ndio uone, straining eyes ndio upate kuona kitu. Wengine mpaka yani wanapotaka kuona anafunga macho, anafungua mdomo, yani ni kama anataka kuonea meno. You are straining, that is not good. Uangalie hizo tubes zako zisiwe za kuzima na kuwaka, kuzima na kuwaka, flickering tubes. Keep the screen somewhat darkened. Wale watu ambao wanakaa kwa TV, munakaa the whole day, jua ya kuwa utakuwa na eyes ambazo una strain, macho ambao una strain ndio uone kitu kenye kiko mbali ama kiko karibu. Lakini advice ni kuwa jaribu kwa adjust hiyo screen yako. Hiyo screen yako ya adjust iwe at a certain angle. Unapoiangalia usiangalie at 90 degrees. Iangalie kama iko slanting kidogo hivi, iwe like 45 degrees. Lakini kuiangalia direct utakuja kukua na straining eyes. Alafu hiyo screen nayo inafaa iwe somehow darkened. Let it not be so bright. Unaona kuna layout ambayo background unaweza kuweka katika TV yako ambayo sio very bright. Utakuja kusave hali ya macho yako, usiwe ni mtu wa kustrain. Na kama utajikuta uko na shida ya hiyo ya macho, ni vizuri saa zingine urest your eyes. How do you rest your eyes? Shut your eyes sometimes. Ufunge macho yako alafu uyafungue. Ufunge macho yako alafu uyafungue. Itawezekana ama iwa inawezekana unapofunga na kufungua unakuta sasa macho imeadjust. Usiwe tu unakazia tu kitu tu throughout. So it is good ukifunga. Na saa zingine utafunga namna gani? Kuna njia ambayo utaweza kufunga, lakini wakati mwingine unachukua mkono wako, hayo macho usiyafunge sasa. Uwe unaangalia, unaleta your palm across your eyes. Utakapokuwa unatoa hiyo mkono wako, hakika utakuta ya kuwa tena macho yako yameadjust. Blink so often. Unapofunga na kufungua, unapofunga na kufungua macho, kufunga na kufumbua, utakuta ya kuwa hiyo nayo iwa inasafisha macho. Usiwe tu unakazia. Refuse to strain your eyes. Keep them relaxed at all times. If you cannot see the object clearly, hakika utaona ya kuwa ni vizuri. Relax. Acha kukua tu eti usipoona mpaka ukaze uone kile kitu. Just relax. Na vile nilisema pale awali, sunglasses cause eye strain. Kuna sunglasses zingine zinafanya mtu apate kuwa na shida ya kukazia, ndiposa ndiye apate kuona. Watu wengi, yani kama watoto, wanaona yani mtu anapokuwa na specs ama na glasses, huyo ni mtu wa muhimu sana, lakini kumbe hawajui wanaharibu macho.
Kwa hivyo ni vizuri kabisa tupate kuona ya kuwa tuna avoid hizi sunglasses. Ni wachache sana katika sunglass wanavaa zikiwa vizuri. Alafu wakati wa evening hours ama wakati wa jioni, hakika ni vizuri sana uwe unaenda nje, unapata hewa safi ambayo ni oksijeni, kwa sababu tuliona mwanzo ya kuwa macho iwa inahitaji oksijeni. Na wakati wa evening ndiposa ndio unaona watu wanakuwa na breeze, wanaenda kwa kutembea wapate ile breeze ya jioni, kale kahewa kazuri kasafi. Ni vizuri kabisa watu tupate kuwa tunaenda tunatembea nje. Watafiti wamesema ya kuwa kufumba na kufumbua, eti mtu anafaa afumbe na kufumbua macho 400 times a day. Lakini sasa mara nyingi ninaposema hivi watu wanashangaa nitahesabu namna gani, lakini iwe yani ni ile njia yetu yani ya kila wakati, yani zoeo letu sisi kila wakati. Hata tu unapoongea saa zingine uwe unafunga na kufungua macho, unafunga na kufungua macho, utakuwa hata unafanya zile muscles zina cover hiyo eyeball, zinakuwa very strong. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ni vizuri kabisa tupate kufuata haya mambo, na ikifika usiku, let us get enough rest at night. Tufunge macho, tulale, to relax, we shall be well. Alafu kama uoni vizuri unaposoma, sio vizuri kustrain kusoma, nunua reading glasses. Reading glasses you can get them anywhere. Lakini ukiwa na defect ya macho, unaweza kwenda kwa daktari apate kukupima. Mungu wetu anasema namna gani? Tunaposoma katika kitabu cha Proverb 8:17-21 inasema ya kuwa hakika tunapo kila wakati muangalia Yesu Kristo, tunapo hakika kazia Yesu vile ameongea juu ya maandiko yake na tunafuata, hakika sisi tunapata badiliko. Tupate kukazia macho yetu Yesu Kristo, yeye atatubadilisha. Na hakika yeye ako na zawadi ambayo ni ya muhimu, ni ya dhamana sana, dhamana sana, hali ya juu. Let Christ come into your heart. Tuache Yesu Kristo awe ndani ya moyo wetu. Tunapokuwa na Yesu ndani ya moyo wetu, hakika tutabadilika na tupate kumfanana. Tunapokuwa na Yesu ndani ya moyo wetu, tunapokumbuka katika neno la Mungu Yesu alisema yani tupende wenzetu jinsi tunavyojipenda sisi wenyewe. Unajaribu hakika sio kwa nguvu zako, lakini kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu unapenda kile ambacho hakipendeki. Hapo sasa hakika utakuwa umepata badiliko ambalo linatoka kwa Yesu Kristo. He can give overcoming strength to resist sin. Yeye mwenyewe tu ndio anaweza kupeana nguvu ambayo hakika tunaweza kupigana na dhambi. Sisi wenyewe hatuwezi. Tukimkazia Yesu, yeye ako na nguvu, atatufanya tushinde dhambi, na hakika tena tupate kufuata hizi amri zake 10. Kwetu sisi wenyewe hatutaweza kuzifuata hizi amri 10. Tukiomba Roho Mtakatifu ambaye ni zawadi ambayo ni kuu, ambayo Mungu wetu anatuambia katika Luka 11:13 mstari wa 13, anasema ya kuwa kama wewe mzazi ambao ni muovu unaweza kupea mtoto wako zawadi ambayo ni nzuri, je, Baba wetu wa mbinguni, yani tukimuomba Roho Mtakatifu, hakika tukimuomba zawadi, si atatupa Roho Mtakatifu ambayo ni zawadi kuu. Zawadi kuu ambayo tunafaa tumuombe Mwenyezi Mungu ni zawadi ya Roho Mtakatifu, ambayo atatupatia nguvu, ambayo atatuongoza, ambayo atatukumbusha yale yote
ambayo tunastahili kufanya, na hatuwezi kufanya tena, huyo Roho Mtakatifu atatuwezesha tupate kufanya. Na Mungu wetu apate kukubariki, na tena tupate kukutana Wednesday ama Jumatano ijayo. Mungu wetu apate kukubariki mahali popote ulipo. Ni mimi wenyu Medical Missionary Judith Nabwiri. Mungu akubariki sana.